Oscar huyu mwanamke kuna siri ambayo ameweka kubwa, na siri ambayo iko hapa ni kuhusu huyu mtoto. Na hii swali umeniuliza mara mingi nikikurukisha tu, sijui kama ulikuwa unaona nimekuwa unaongea na kupeleka hivi sababu nilikuwa nataka muda. Mtoto amfanya nini daktari? Mtoto niambia si wangu. Mtoto si wangu. Mtoto ni wako. Mtoto ni gani wewe? Kwa hivyo Kenya daktari anasema, Binai please. Na ngoja kidogo. Tafadhali. Binai nakuheshimu. Heshima daktari tafadhali. Oh, unaniambia nini wewe? Kwa hivyo mtoto si wangu. Nini wewe? Unaniambia nini kwangu? Ati babe, babe unaniambia nini wewe? What is this? Babe wewe ni imani. Nafanya kazi nje kwa mjinga. Askari, afande. Afande tumesikia. My friend, tumesikia tuongee kama wanaume wewe. Who are you? Who are you? Do you know me? You don't have respect for me. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, ni siku nyingine njema sana. Tunarudisha Mwenyezi Mungu shukran kabla ya chochote. Na guys, hapa tuko meeting ya Oscar. Haijaisha vizuri na tunajaribu kuweka mambo sawa ili kila mtu aende na amani yake. Tuko hapa na Oscar, tuko na daktari hapa, tuko na Lucy na tuko na Jeff. Hii mkutano ni daktari ameitisha akasema kwamba nitafutane na hawa watu ambao wako hapa, anataka azungumze na wao. Na nimefanya juu na chini nika make sure kwamba wako hapa. Nataka nipe daktari nafasi ili aweze kuongelesha, waambie ni nini aliwatakia hapa, lakini kando na hivyo, kabla sijapea daktari nafasi, ningependa tujuliane hali ndo tuweze kujua mengi. Zinio? Jeff, uko aje bro? Mimi niko poa kabisa. Napumua na nashukuru Mungu jua hiyo. Safi bro, uko aje Lucy? Niko poa. Uko poa. Uko aje Oscar bro? Mimi niko mzima, buheri wa afya. Nikisikia Jeff ameanza kushukuru Mungu, nadhani ameanza kuheshimu maneno ya daktari. Mambo yanakuwa sawa. Kabisa. Rudishie vitu zangu. Kushukuru shetani. Kushukuru shetani. Jeff, tulia basi. Buri kabisa. Tulia Jeff. Uko aje daktari? Mimi niko mzima. Nashukuru hii siku ya leo. Ni uwezo wa Mwenyezi Mungu ndiye anafanya sisi tuko uhai. Na yote tisa tunamrudishia yeye shukrani. Na mimi nimeita hii kikao hapa sababu nimeona hii kesi ya huyu Oscar. Kuna vitu ambaye niliwaambia ninaendelea kufuatilia. Na kuna mambo ambayo nimekuwa nimenyamazia kwa muda sababu nilitaka wahalifu wenyewe wajitambue, lakini naona hao wahalifu wamenyamaza tu, wataki kuongea vitu ambaye inastahili. Na ndio maana nimeona nikiendelea kuchelewesha hii maneno, na sababu pia niko na mambo mengi ambayo nafuatilia. Kuna kazi ambayo nafaa niingie huko Kitale nifanye. Nimeamua niharakishe hii shughuli ya huyu kijana ili naye akuwe na amani. Ili naye sababu pia ni mtu ambaye ako kwa kazi. Na unajua hizi siku ambaye anakaa hapa kazi huko naye siku zake zinaisha. Na ningetaka nianze kwanza na Jeff. Habari ya wewe? Mimi niko salama kabisa daktari. Nakumbuka nilikuambia unitafute na sijaona ukinitafuta. Mpaka mimi mwenyewe niambie Binai tafutane na hao watu. Nakumbuka tukiwa na wewe nilikuambia aje maneno ya mwisho. Niambia nilete hizo vitu nafaa kuleta kurudisha. Na ndio maana niko hapa. Nitafute mimi nisitafute wewe. Kwa leo ndakuomba daktari, jinsi ya kutafuta na umenitafuta. Kwa leo ndaomba msamaha kidogo. Lakini angalau nimefika. Wanasema better late than never. Nimefika, I've arrived. Nataka kusikia nini kinachoendelea. Unataka kusikia ama unataka uniambie daktari nimekuja na vitu ambaye tulikuwa tumeelewana? Unataka kusikia nini? Vitu ulisema nikuje nazo. Naweza sema pia ziko. Lakini hiyo tutaongea tu. Lakini nimekuja juu uliniita nikuje. Na hizo vitu ulisema pia ziko, lakini bado tunaweza ongea. We can still talk. Mali yangu wewe. Acha mimi mwenyewe nimuulize tu hii maswali. Sababu nilikuambia ukuje nayo. Ulisema vitu iko na umesema iko, mbona hujakuja nayo? Na umejua tu nimeita hii kikao na inafaa ukuje na vitu ambayo unastahili kukuja nayo. Daktari, hizo vitu zitakuja. Wewe jua tu zitakuja. As long as I'm here,
Sikia, tulia sunyamazi. Ni wewe unaongea ama mimi naongea? Mbona hukukuja nazo? Ilifanyika hapa wewe. Hiyo kisi kitu kubwa. Ilipita na ilishapita. Hata leo. Hata para tulia wewe. Unataka tuendelee kuvutana hapa mpaka saa ngapi? Nyinyi mtavutana. Sawa, mimi daktari nimeheshimu daktari. Unajua daktari ameongea ama nyinyi ndio madaktari pia nyinyi sahihi? Si daktari ameongea? Mimi nakwambia tu simple. Ameniuliza mimi na nikajibu. Nimekuja lakini hizo vitu zingine tutaongea. We'll talk. Na hao wenzako wako wapi? I don't want to know. Hata sitaki kujua penye wako. Si walitoroka kwa last time, si walikimbia ukiona daktari. Nafaa kujua penye wako. Kwa hivyo Jeff, tena umekuja leo na kiburi. Unataka upewe adabu tena bro? Hapana, siti kulingana na adabu yenye daktari alipeana. Kidogo daktari ninaheshimu, I respect. Maana unaona leo siongee mingi. Lakini pia mimi wasinichokoze. Unajua pia mimi hao wengine wamemuita hapa wasinichokoze. Juu ni kama sasa nitakani kama sasa. Kutafutana nao watu. Mimi daktari niko naye sana, niko daktari niko sana daktari, lakini sasa wewe kitu naambia my friend. Ulipata hapa bado hujatafutana na hao madaktari na marafiki zako? Ule mwanamke sijui alikuwa ndo nani, sijui ni Tina ama sijui ni nani. Au kutafutana naye? Vile ulitoka hapa nilikuambia uende utafutane na hao wenzako, mkae chini, sanye kila kitu ambaye ni ya Oscar, murudisha. Niko hapa sahihi. I will not lie to you. I've tried searching for those people. Nimejaribu kuangalia. Siwapati. Tulia wewe. Lazima uko unajua pali yao watu. Mbona unasema ujui? Aya, kama unajua sombea daktari yako hapa. Mimi sijui, mimi hata sijairu. Unayo kitu nilifanyikia last time, hata wewe unaweza kufanyikia, hata unaweza kaa hapa hivi. Simlinifukuza ndakujua. Tulia wewe. Unaweza enda wapi? Kwani wewe umeniita ama daktari ameniita? Sinaongea na daktari. I'm speaking with the doctor that you brought me. Ile Jeff unaweza enda isipokuwa kwa hiyo. Sasa niwaambie. Acha nijibu daktari, ameuliza swali. Unajua wako. Daktari ameuliza swali. Tulia. Hao watu wako lala kwa hiyo nyumba. Nimejaribu kutafuta watu kabisa, sijapata daktari. Sasa kitu ningeomba, niko na ombi, tafadhali. Kama unaweza nipatia muda vizuri, niwatafute, nitakuja na wao na hizo vitu unataka utapata. Muda gani unasema? Hata ukinipatia siku 2 zitapatikana, lakini wewe pia usinipeleke mbio mbio my friend. My friend, but unaniambia nini? Usinipeleke mbio mbio. Unipeleke mbio kwa vitu zangu. Kama wewe daktari basi fanya. Kama si daktari atafanya. Wewe siogopi unaweza fanya, lakini huyu nitaogopa. Si uzuri baada yako. Lucy, wewe upande wako? Usiongee kama hujui kitu tunaongea. Unabonga nini bro? Ulikuwa umeniambia kwamba kuna chama ambayo unatega wakupee pesa ukuje nayo. Wewe umekuja nayo? Najua mimi saa hii kitu ambaye nataka nimalize hii maneno. Sababu naona mahali mnanipeleka, naona ni kama tuko tunachezeana. Sababu kuna vitu ambaye nimenyamazia kwa muda. Nimejaribu kuona nyinyi wenyewe mjiongelee. Sababu unajua Lucy, mimi si na wewe. Wewe unaitwa Lucy, si ngoja nijibu tena. Tulia, daktari anasema tudanganyana na yeye, lakini mimi najua niko 100% sure that tudanganyana na daktari. Jeff, acha daktari akonaongelesha Lucy, ashamalizana na wewe. Acha aongeleshe. Zile mbao zilikuwa zinafaa zikuje. Sasa hizi imebidi zimefika Busia, naweka kwa warehouse. Hiyo bado ni another expenses. Si hata huko Busia unaweza ziuza. Kwani uzi nini? Una historia ya biashara tuko nani Oscar? Oscar achana na yeye. Yaani mtaka kuongeza tajiri. Huyu jamaa ako na pesa bado mtaka muongeze na Lucy. Ndio nimeuliza hiyo swali, nataka nijibu tu. Lucy, umekuja na pesa? Kusema ukweli, mimi nilienda kwa chama, wakaniambia pesa mingi kama hiyo. Kutoa hivyo haraka ni ngumu na namba yangu ni ya mwisho. Sasa hii chama yao haituangi. Sasa bado nangojea tu. Lakini waliniambia before siku 3 nitapewa. Na nitarudisha hizo pesa daktari. Siku 3 ama wiki. Sasa ulikuwa umeniambia aje tukiwa hapa mara ya mwisho, uliniambia nikupe siku ngapi, tena sasa hivi unaniambia siku 3. Mbona tuko naona ni kama tuko tunafanyiana mchezo? Ni sababu unajua pesa ni ya wamama. Sasa wakikusanya kupewa pesa kama hiyo, wanasema hata kama ni emergency ni ngumu kutolewa hivyo tu. Wacha tu waongee. Mama wanakuwa na maneno mingi. Mimi najua. Wacha ajibu. Wacha Lucy ajibu. Mama wanakuwa na maneno mingi. Mimi pesa nimekubali kurudisha. Na hapo mali nilikuwa nitoe pesa kwa chama, tunakuwa na pesa mingi, lakini wamama wanasema hiyo si yezi toka hivyo tu haraka. Ndio. Lucy, sasa nikuulize swali ya mwisho. Ulisema unaishi wapi? Rafiki yangu. Tangu lini? Nimekaa huko 3 days ago. Na Lucy, unajua mimi mambo yako tangu niingie hapa hivi, unajua kila kitu yako mimi najua.
habari. Kila kitu yako mimi najua. Mimi unajua daktari tangu mimi nimekuwa nikikumulika tu, nimekuwa nikikufuatilia, nimekupea nafasi, umenidanganya ya kutosha. Daktari, sijakudanganya, sikudanganya ukweli. Nakwambia pesa nitarudisha, lakini wamenipea tena siku hata mbali na pesa, kuna kitu ambaye umekuwa unaficha na umeficha kwa muda, na kuna swali ambaye huyu kijana Binai aliniuliza na nikamwambia nitajibu hiyo swali hapo mbeleni. Na Binai, unaweza kumbuka hiyo swali? Kuna swali ambayo uliniuliza nikakuambia nitakujibu hapo mbeleni wakati ukifika, sababu nilikuwa nataka labda mtu mwenyewe ambaye mwenye hii makosa ajieleze. Lakini nimeona amejisahaulisha tu, ni kama hakuna makosa amefanya. Lucy, kuna makosa kubwa ambayo umefanya ukiwa na huyu mwenzako, na mimi mambo yenu yote mimi najua. Na kuna mchezo ambaye mmekuwa mnacheza kwa hii muda, na si muda mchache, ni muda mrefu sana, na mkidhani kwamba hii siri yenu haitajulikana. Ni nini ambaye mnaficha? Daktari, mimi hakuna mambo mengine naficha. Mimi mambo yote nishasema. Mambo ya hiyo, mambo ya mali ya Oscar tunarudisha. Hata si kando na mali, kuna kitu kingine ambaye mnaficha Oscar, na mmekuwa mkitumia huyu kijana kwa muda mrefu sana. Hakuna kitu kingine na kuficha, hakuna. Daktari, si nakwambia, unajua mimi nashindwa aje. Bado mnaleta maswali mingi anzifai kukua. Daktari, mimi naheshimu na kulingana ulioatena last time. I really respect that thing. Kitu moja umeuliza huyu dem na amekujibu. Sikia my friend, tulia wewe, tulia. Wewe uko na nguvu ya daktari? Tulie tuongee. Si unataka mali zako, si ni mali ulikuwa unataka. Na amewambia atarudisha mali. Na mimi pia nimesema nipatiwe muda kidogo tutarudisha. Hizo vitu zingine za kufichana, hizo vitu zingine za kufichana, hizo ni za nini? Lucy, huyu kijana ulisema mmejuana naye kwa muda gani? Miaka 7 zaidi. Huyu Oscar mmejuana naye kwa muda gani? Oscar tumejuana naye miaka 6. Na huyu Jeff mlijuana kwa njia gani? Vile nilisema tumesoma na nani Tina na huyu ndo alikuwa wana date. Sasa tukajuana na Oscar na Jeff through Tina. Unanipenda. Si unyamaze wewe. Wewe baba yako ni mdomo. Ndio, sinataka kujibu dada niseme chenye nasema. Ulijuana Tina sawa, lakini bado kujuana Tina ulinipenda. Uongo. Sasa mimi najibu mambo ya daktari tafadhali. Jibu tu, sababu hata ukinidanganya mimi habari yako yote niko nayo, na jua vile unaongea mimi najua mambo yako. Sasa ni hawa ndio unadanganya, ujue sio mimi unadanganya. Nataka uongee tu kweli yote, vile mlijuana na huyu mtu, na mlijuana kwa namna gani, na mmejuana kiaje. Ndio nimesema wao walikuwa na Tina, alikuwa boyfriend ya Tina tukiwa college. Sasa hapo ndio tulijuana na Jeff. Ndio mimi hapo ndio tukaanza uhusiano na Jeff. Namna gani mlianza uhusiano namna gani? Tu ma friends wote hivi watatu. Na ulikuwa umeoleka, mbona unaanza tena mambo mengine huko nje? Daktari, kuna mambo zingine na huyu. Kuna mambo zingine daktari, hata kama ulifanya ile ya juzi. Sikia, si bora unajibiwa maswali. Kwani utauliza maswali? Si tulie ni kujibu. Huyu msana amejibu vizuri, tulijuana na yeye akiwa rafiki ya Tina. Na alikuwa friend wake. After hapo Tina alimwambia kitu anapokeanga na yeye akatamani apokee yuki. That's how we knew each other. Na alifurahia. Hata sasa najua bado anafurahia. Ni vile toka na maneno mingi. Kwa hiyo sasa wewe na Lucy bado mko sawa? Hapana, tuko pamoja. Usidanganye. Tuko pamoja, lakini bado anaweza kuja bado tuko pamoja. Hatuko pamoja, lakini anaweza kuja bado tuko pamoja. Sawa. Mimi nimetaka nisikie kutoka kwenyu, na hiyo ni yenyu ambayo mmeongea. Kitu nasema ni sawa. Na mimi naye nataka nikujibu, nimekujibu. Ni sawa. Mimi naye nataka niongee ile mimi najua, sababu nyenye mmeongea ile mnajua. Na mimi sasa nataka nielezee Oscar, sababu nyenye mnajua ukweli, na hao wawili ndio ambao wajui ukweli haswa Oscar. Ukweli ndio umesema sahihi hapa, si nini? Na Oscar, mimi kuna vitu ambaye nimekuwa nikiangalia kwa hii maisha yako na kwa hii maisha ambayo mmekuwa mnaishi na huyu mke wako. Na hata maandiko yenyewe inasema kwamba hao wanawake tuishi nao kwa maarifa. Na kitu ambaye ninaenda kukuambia hapa, kama utakuwa na hasira ni vizuri niwache tu. Unajua italingana na vile wewe utaipokelea. Daktari, mimi nielezee kwa sababu sasa unajua penye imefika saa hizi. Nilikwambia saa hizi mtu mwenye anaweza sikiza sana. Ndio maana vitu mingi sana
In fact sasa nielezee nijue. Ndio maana nimekuambia kama utakuwa mtu wa hasira. Amekuwa clear hapa crocodile tears, anataka msamaha. Kwani nikuulize kama ulikuwa na saizi bado unamwambia aseme kenye kama ulikuwa usikize daktari peke yako usingekuwa daktari ndo msikize. Mbona unataka tusikize? Jeff tulia tu please. Tulia. Kama huwezi nisikiza usikize daktari peke yako ukiwa na yeye basi. Tulia tu. Tunaongelesha na usikizi. Sasa mimi nasikia lakini nakwambia aje. Kama unajua unasikiza gari yangu, unataka kuuza nyumba yangu, umenyang'anya bibi. Mimi sasa hata sijakuja juu yako, sijakuja juu yako sawa, sijakuja juu yako. Nimekuja juu ya daktari na ameniita hapa. Kama uko sure unaweza listen to daktari, hakuna haja you listen to us. Listen to your doctor. Si ndio? Umesema uwezi tusikiliza. Mbona unataka kusikia wakiongea ama mimi niongee? So usikize basi kitu daktari anakuambia na ufuatilie kile anakuambia. Mbona unatafuta? Mbona unakaa hapa penye tuko? Uko na shida wewe. Sawa, acha niongee sasa. Pange vitu zake. Mimi ningependa kusema hivi kwamba Oscar, kuna kitu ambayo inaendelea kwa maisha yako na hao watu wawili wanajua ukweli, na hata si hao peke yake, ni group ama tuseme organization ambayo ilikaa chini na ikaona huyu kijana ako na pesa, tutafanya aje ili tunyakue hii pesa. Na unajua mimi huwa naongea kwa mafumbo sana. Sasa nataka mtu ambaye ako sharp kuunganisha maneno. Niongee daktari kidogo. Tulia tu kwanza amaliza alafu utamuongelesha. Utamuuliza tafadhali. Mimi nimewapea muda ya kuongea lakini mmekataa kuongea. Daktari tutaongea kando ya hao tafadhali kidogo. Kando aje. Unataka kuongea naye kando. Unaongea naye daktari, unaongea naye kando. Unataka kuongea naye kando. Si ndio kuna vitu zingine unaweza daktari yenye ufai. Kila kitu ongea daktari mnafaa kusikiza. Weka vitu kwa meza venye huo unaweka vitu kwa meza. Mbona nani Jeff unakaa umeogopa bro? Ama unajua kitu yenye daktari anataka kusema? Sikuogopa. Tunaongea daktari kando. At least niongee naye kidogo nisikize vile anasema. Unajua sometimes it is good. Nyamaza. Choices has consequences. Please. Mimi nimekupea muda umeongea, nimepea huyu muda ameongea, kila mtu nimempea muda. Jeff, nimeshimu daktari Jeff, utapewa adabu tena nyingine. Namuuliza aje, anaweza kubali tuongee kando? Hapana, si meeting ni moja. Sijakataa hiyo kitu. Hii meeting ni moja na acha tuongelea hapa kila kitu. Kama unataka kuongea ongea tu hapa, nimekupea nafasi, ongea sasa. Watu hizo ongea kando. Daktari Sumuri hata unampata na kichapo kingine nyingine. Ukitusumbua tena utapewa adabu. Kichapo ni wewe utapata. Daktari alishanipatia kichapo na nataka unyamaze, ni mimi naongea. Ni mimi naongea. Nyamaza. Daktari kando, amtaki niongee daktari kando. Haya ongea. Si ametuita wote hapa. Sio ndio utafuta daktari yako. Sawa, sasa Oscar. Kwa hivyo daktari wako. Tulia tu bro, tulia please, tulia. Vile huyu msichana amesema kwamba alijuana na huyu kijana miaka 7. Wewe umekaa na yeye muda gani? Ni karibu ni mwaka kama ya ngapi? Ni karibu mwaka ya 8. Ya 8. Eh. Na ulienda shule kweli? Ulifanya nini? Miaka ya 8 mlipatania wapi? Tulikuwa tunamsana kama miaka 2. Mkikot. Kuoana ndio tumeoana na yeye wakati alipata mimba ndo nikamchukua. Hii ni mwaka ya 6. Miaka 6. Ndio kwa sababu nasema ni miaka 8. Sasa kwa hivyo kukaa na yeye mlikaa na yeye miaka 6. Bro, tafadhali wacha daktari aongeleshe Oscar. Please bro. Walikuwa courtship. Tafadhali daktari, si upewe mtu adabu tena tafadhali. Wewe unajua nilikuwa courtship aje? Pewe mtu adabu tena tafadhali kwa sababu naona anasumbua. Daktari mimi sina maneno mingi. Nataka unyamaze. Jaribu kuongea na huyu pia mwenye amekuleta, aniheshimu kidogo. Sawa, tulia bro. Hako anajibu ni swali yako, hako anakujibu. Alikuwa anajibu daktari. Mbona wewe unaingilia mambo yake bro? Hako anakujibu, alikuwa anajibu daktari. Kila mtu atapewa muda ya kuongea. Wewe ni makosa yenye umenifanyia? Haya, Oscar, kueleza umesema huyu mtu mmekaa na yeye miaka 6 kwa ndoa. Kwa ndoa. Na kwa hii miaka 6 hujai kuna tabia yoyote mbaya huyu mwanamke ushaiona? Sasa ndio nilikwambia wakati mimi nilikutana na Binai. Huyu mwanamke ni kila kitu amekuwa kinifanyia. Nakwambia yani kenye mimi huwa tuna appreciate sana ni familia yetu. Sisi kama wanajeshi. Nilikwambia huyu mwanamke Kenya amekuwa kinifanyia each and every year, hakuna tarehe ilikuwa inapita. Nanipata? Kwa mwezi kama huu wenye tuko. Yeye amekuwa kinifanyia anniversary. Anajua vitu mingi kumuhusu. Anajua vitu mingi kukuhusu. Sasa ndo nikwambia sasa ndo ifike pahali sasa yani ifike pahali mimi mpaka nikatafuta Benai nikaambia Benai hapana. This time round nimerudi na niko na muda mzuri wa kukaa huku na pia nimeomba nikikuja tena nitaomba ruhusa nyingine nipange wedding.
wacha nikuje nifanyie bibi yangu nini anniversary. Bro please tulia tafadhali. Bro tulia please Jeff, tulia bro. Kwa sababu marafiki zangu wengine wamekuwa wakifanya masherehe zao na ABCD, Benai amekuwa akiwashughulikia kwa haraka. Nilitafuta Benai venye aliniambia, akaniambia ratiba na kila kitu na kenye inahitajika. Nikamwambia Benai, kama ni pesa nataka, haina shida. Wewe nitengenezee so that bibi yangu ifanye nini? At least nimefanyia ruzuku, lakini Lucy uko tayari kuongea kitu ambaye nataka kuongea? Huyu mimi ndo naongea. Lucy uko tayari? Sijai shuku huyu mwanamke kwa maisha yangu. Daktari, mimi mambo tu ya hii siri ambayo umeweka nataka uongee ama mimi mwenyewe niongee? Sawa, Oscar, acha daktari amalize tafadhali Jeff. Wewe umesema alikuwa na kusurprise anniversary. Mbona uko na kiherehere umsurprise? Sasa alikuwa na kusurprise. Na nikuuliza sasa alikuwa nakupigia. Achana na hiyo tafadhali. Wewe mwache tukaa tu chini. I wish you knew the nature of my work. Unaongea kama mtu mwenye umenita hapa. Lucy, hao watu walikuwa wanatafuta. Mbali zako unataka na karibu kuzirudisha. Usipeleke mbio. Tulia tu, achana na hiyo. Daktari amenita hapa, sawa? Wewe mambo achana na hiyo bro. Umesema huyu jamaa alikuwa na kusurprise. Si ungengoja kusurprise, mbona unataka kujisurprise tena? Kuna surprise wanga. Wewe Oscar kaa chini, pia tu daktari heshima. Pia daktari heshima bro, kaa tu chini. Unajua watu Lucy, hata mimi niko na uchungu. Kukula mali ya mtu inifurahisha, hata mimi niko na uchungu, lakini daktari ameniita na nikiheshimu. Sasa unataka kuniambia nini? Sawa, kaa chini. Wewe tulia upango. Oscar, daktari hata huyu mtu huyu mimi naongea. Oscar, kaa chini. Sijamaliza kile ambaye niko naongea. Na Oscar, huyu mwanamke kuna siri ambaye ameweka kubwa, na siri ambaye iko hapa ni kuhusu huyu mtoto. Na hii swali umeniuliza mara mingi nikikurukisha tu, sijui kama ulikuwa unaona nimekuwa unaongea na kupeleka vivi hivi sababu nilikuwa nataka muda. Mtoto amfanya nini daktari? Na huyu Jeff na huyu mwanamke wako ni watu ambao walijuana kitambo sana kabla hata ya wewe. Na ni watu ambao walikuwa kwa mahusiano kabla ya wewe kuingia kwa maisha yao. Yeah? Na huyu mwanamke kukuja kwa maisha yako ilikuwa ni mtego. Hii mambo yote huyu mwanamke kukuja kwako ni kitu ambayo watu walikaa chini wakapanga, wakaona huyu mtu wako na pesa. Na huyu mtu tutamtoa aje hii pesa? Na ndio huyu mwanamke alisukumwa kwa maisha yako. Na wakati alikuja kwa maisha yako, daktari, unajua hizo vitu ninaongea sasa, unajua penye nafika. Mimi Lucy, I think you know me very well. Wacha niendelee tu, wacha nikumalizie. Na wewe unyamaze, sababu nikiamua kufanya kitu hapa hautafurahia. Uliniita kwa heshima na nimekubali, umeniita kwa heshima. Na wacha niendelee Oscar. Na huyu mwanamke walikuwa wapenzi na huyu Jeff kitambo sana kabla ya wewe. Na kuna mtu ambaye aliunganisha yeye, na huyu mtu ni wa familia yako, ndiye aliweza kuunganisha yeye kwako. Wa familia yangu? Na huyu mtu utamjua tu sababu naye atakuja hapa. Na huyu mtu ndiye hii mambo yote pia yeye anajua, na ni mtu ambaye amekuwa na kukula kichini chini. Sababu pia naye amekuwa anafaidika. Na kuna wakati ambaye ulitoka kidogo. Lucy, hizi vitu daktari anaongea wewe unazijua vizuri sana. Daktari, hapa tumekuja kusuluhisha mali ya Jeff, ya nani Oscar irudishwe. Mambo zingine ni za nini sasa? Mambo ya mtoto inaingililia wapi hapa? Mtoto si wa Oscar, sasa ni mambo gani tunaingilia? Bro, ni wako bro, rada ni gani? Na hajanyang'anywa mtoto si yako. Jeff, unakumbuka kuna mali uliambia Oscar kwamba unajuaje kwamba huyu mtoto ni wako? Hiyo swali ushaimuuliza. Acha mimi mwenyewe niongee. Wewe nimesema nyamaza. Nimesema nyamaza. Acha malize. Mimi nikiongea unanipea muda naongea. Wewe wakati yako ikifika utaongea. Kila mtu nimempea muda ya kuongea. Na pia usinichimbe sana. Unajua kuna ile mimi nimewapa mambo mali tumekubali kurudisha. Usinichimbe sana, unataka kuandika kwa chini ya mchanga chini katika huyo mtoto. Chimba kidogo bwana. Na Oscar nyamaza. Oscar nyamaza. Kuandika kwa mtoto sasa, nikisikia mambo yenye mnaniambia hapa tena saa hizi. Oscar nyamaza. Mimi ndio naongea. Na kuna wakati ulitoka kidogo na hukukaa sana. Na wakati ulirudi, huyu Jeff na huyu mwanamke wako, sababu Jeff aliona huyu mwanamke wako haka anatoka anakuja kwako kabisa,
na hakukuwa anataka, akaamua kumpea ujauzito, na wakati wewe ulirudi hiyo mimba walikusingizia wewe. Hiyo ni uongo. Hapana, wewe tulia. Unajua kitu moja, nyamaza my friend, tulia. Hakuna kitu kama hiyo. Nyamaza bro, tulia. Wewe unaniambia nini nyamaza nini wewe? Unajua pesa nimespend kwa hii familia? Tulia. Tulia. Wewe unaniambia nini wewe? Achana. Tulia, nyamaza. Wewe unaniambia si wangu? Mtoto si wangu. Mtoto ni wako. Nani gani wewe? Kwa hivyo Kenya daktari anasema, Binai please. Na ngoja kidogo. Tulia, achana. Tafadhali. Binai nakuheshimu. Pea heshima daktari tafadhali. Wewe unaniambia nini wewe? Kwa hivyo mtoto si wangu. Wewe bado unaniambia nini wewe? Unaniambia nini wewe? I've been struggling with this kid for sure. Tulia. Alafu bado unaniambia tulie nini? Tuongee. Tulie nini? Let's speak. Do you know how much I've spent on this? Acha tuongee. Ai bwana, Acha serious. tuongee. Nini mambo gani? Acha tuongee. Kada daktari alikwambia aje? Lucy. Mtoto ni wako. Lucy. Mtoto ni wako. Yeah bro. Nyamaza, tulie. Huyo sasa. Kama huyu daktari alikwambia sisi tumefanya nini? Mbona hakukwambia una nguvu? Uniambia nini? Alikwambia una nguvu ya kiume. Alikwambia uje hata kuzalisha. Sasa mambo ya huyu daktari Sasa ni kwa alikwambia nini? basi. Mbona Tulikuwa turudishe amesema ya nyumbani. ukimwi? Sasa Amesema ya mambo gani ukimwi. analeta Mbona hapa? hajakwambia ujui kuzaa? Mbona hajakwambia ujui kuzaa? Mbona hajakwambia ujui kuzaa? Tafadhali alikuwa na heshima na ni Jeff. Hapana, pia Daktari heshima tafadhali. daktari alikwambia ukimwi. Mbona hakwambia ujui kuzaa? Hapana. Sasa mambo Ukiamua kufanya shughuli ndio maana uliachwa na bibi yako, ndio maana mali yako zaidi imeenda. Makinika kama mwanaume. Kaa tu chini. Uje hata kupeana kitu unaongea nini? Jeff, kaa chini please. Acha kuongea hivyo bro. Oscar chana naye. Oscar, mtoto ni wako. Mambo ya huyu daktari sasa unaamini tu kila kitu. Umeweza kudanganywa hata juu ya mtoto wako. Bro, kaa chini. Na tukikwambia hujui kupiga shughuli unakataa. Kaa tu chini bro. Hujui kupiga Bro, shughuli. please kaa chini. Hapa una mtoto bwana. Kaa chini bro. Don't joke bwana. Don't joke. Mambo inasemwa ni ukweli. Hapana, mtoto ni wa Oscar. Hiyo maneno hata sijui sasa daktari anatoa wapi. Nakumbuka mara ya kwanza pale kwa nyumba ulisema kwamba ni huyu alikuwa na mambo zake, sijui alikuwa anaongea. Hata wewe pia ulisema na mdomo yako kwamba mtoto sio wa Oscar. Ukumbuki? Tulikuwa na Kitu ile nataka Kuna mtu wa familia yangu mwenye anajua hii maneno. Nataka kujua huyo mtu ni nani. kuna mtu ambaye nataka afike hapa ndio ili naye adhibitishe hii mambo ambaye naongea. Huyo mtu haka anakuja, nataka wafike hapa ili ukweli yote ijulikane, na kuna mambo mengi ambaye pia yeye naye nataka aongee, sababu kuna siri kubwa sana ambaye iko hapa ndani. Na watu mimi niliwapea muda. Lucy, mimi nilikupea muda, nikaona kama wewe ulikuwa umeniambia kwamba umebadilika, na mimi nilikuwa nakuchunguza tu wewe mwenyewe uongee hivi vitu yote. Kwa nini unasingizia Oscar mtoto na unajua mtoto ni wa Jeff, na vitu zingine mingi sana ambaye iko hapa ndani. Na mimi sitaki kuenda sana sababu nataka huyo mtu afike. Mtu wa familia ya Oscar unasema udaktari. Huyo ndio nataka akuje ili naye mjue ni nani na aongee kwamba amekuwa na nia gani na hii maisha ya Oscar na amekuwa anataka nini kwa Oscar. Daktari, mlikuwa mnataka mali ya huyu kijana na mshapata. Na ndio shida ni gani? Mtoto. Hapana, wewe tulie. Ungeleta hizo documents zipeane na tutoke hapa tuachane. Muda tu huyo mtu akuje. Hii mambo mengi unajua sitaki. Hii mambo mengi sitaki, nataka tungoje tu huyo mtu haka anafika ili tuendelee kutoka hapo. Nimejaribu siwapata. Director kaka. Wacha tungoje huyo mtu mwenye unasema anakuja.